Unajua acha niwaambie, nyinyi unajua mjui michezo ya town. So hiyo kitu ilikuwa ni kama real, like literally ilikuwa real, but the backlash imepata. Unajua sometimes unaweza fanya kitu kama ikuwe kama clout, and clout inaeleweka, but kuna vitu zingine unafanya zina backfire. So kama hili backfire vibaya sana. There were people who were for Oga Obinna, there were people who were for Manzi wa Facebook. So to just calm it down for the benefit of both of them is to do what? Is to pretend ilikuwa tu ni clout, hatukuwa na serious, you know? Because if that clout has affected the two brands. Pili tumeona kwenye mitandao ya kijamii kwamba Oga Obinna amekuwa akiwekwa na mama fulani kwamba alikuwa amemnunulia ile gari ambayo ni Range ambayo tulikuwa tumeiona hivi karibuni. Wengi wakasema kwamba sasa imefika kipindi amefukuzwa kwa nyumba alafu ananyang'anywa ile gari. Sijui wewe kama mwamba ambaye anapenda kufuatilia masuala na kutuambia ukweli, sijui kama masuala haya yanakuaje. Hello, hujambo mtazamaji wetu wa Jalango TV popote ulipo. Ni tumaini langu kwamba ubuheri wa afya. Ni tena kwa mara nyingine niko naye hapa Truth Watchdog. Kama unatutizama kwa mara ya kwanza, mimi langu jina ni Edimax na nyuma ya kamera ni director Daya. Karibu Truth. Nashukuru sana. Mwenyezi Mungu anawezesha kila siku. Unaendeleaje? Mimi niko poa. Tunapambana na hali zetu ngumu, lakini kikubwa ni kwamba tuko hai na uhai ndio kitu cha muhimu. It has been a minute, tunakutafuta uko tu za hapa, uko mbioni sana. Ni hustle, unajua si niliwaambia niliangushwa channels. Na hizo ndio ilikuwa tegemeo langu. Na nikamwambia na watoto ni ambao nawasaidia kimasomo. So sasa lazima nipambane hapa na pale, any job inatokea nafanya. Na by the way kama kuna watu wana driving, I love driving so much. Mnanipatia tu kazi hapa na chapa. So hiyo ndio kazi nimekuwa nikifanya, kubeba mizigo kutokea JKIA. Nazipeleka ambapo pale inahitajika. So ndio maana mmeona hata si post sana, kuhustle tu hapa na pale. But channel ikishika tuanze kupata ka revenue, tunarudi full time. Lakini hata hivyo mke wako amejitahidi sana. Uko sawa, uko safi, mambo yako fresh. Mambo yako sawa. Amejitahidi. Unajua hata kwa shida inabidi mjikaze, kwa sababu mimi ni mzazi na mzazi wenzangu. Kwa hivyo naangaliwa na watoto na leo. Kwa hivyo lazima nikuwe ngangari, kung'ang'ana tu. Kwa hiyo siwezi kusema sababu leo nimekosa sasa nianze kurudi chini, nianze kujifanya, hapana. Lazima tung'ang'ane tu. Mambo si sawa lakini yatakuwa sawa. Lakini kongole kwa kazi nzuri unafanya. Nashukuru Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo Truth, tumekutafuta leo. Unajua wewe unapenda kutupa mambo yalivyo tu. Yaani hauongezi au uondoi. Kabisa. Huo ndio uzuri wako. Lazima watu wakuwe informed because mimi nafuata Biblia. Na Biblia ambayo naifuata sio Biblia ya Wakristo, ni Biblia ya Mungu. Qur'ani ambayo naifuata sio Qur'ani ya Waislamu, ni Qur'ani ya Mungu. Kwa sababu hivi vitabu vyote vinatuambia anayezungumza ukweli na anasimama na ukweli, Mwenyezi Mungu anasimama naye. Unaelewa? Kwa hiyo mimi hufuata maagizo ya Mwenyezi Mungu. Na mimi hupenda kuzungumza tu kweli vile ulivyo. Ukinichukia sawa, ukinipenda sawa, lakini ila yote 10 ni kwamba nasimama na ukweli. Uende mbinguni. Ukweli unajua unakufikisha mbinguni. Nia yangu si kwenda mbinguni. Aspase. Nia yangu ni watu wa Arsenali. Shida yenu na kuangalia. Nia yangu ni nisije nikajilaumu baadaye kwamba nilikuwa najua kitu fulani nikakosa kuelimisha watu. Unaona? Because what is the purpose of knowing? What is the purpose of knowledge if you cannot share it? Now Truth, mambo yamekuwa mengi. Sijui kama najua Oga Obinna ni rafiki yako sana, demo wa Facebook ni watu ambao unafuatilia sana. Yaani watu wamekuwa wanazungumza maneno mengi, kidogo hakukuwa na weekly show, watu wakaanza wameachana nini. Sasa hii iko sasa wamerudiana. Sijui maoni yako ni yapi? Unajua tuseme ukweli kwamba these youngsters wakati wanaanza kushikashika vipesa wanakuwa na kiburi. Na unajua pale ambapo kuna kiburi hakuna kazi. So wakati mwingi utapata mtu atazungumza vitu ambavyo vitamuudhi mwenzake. I think that is what happened. Alafu wakakosana, ikawa kila mtu anaenda njia zake. So you mean nani alizungumza? Sana nani ubonga vibaya? Oga Obinna. Hiyo ni ukweli. Labda marafiki zake
wenye wanajifanya marafiki wataogopa kumwambia. But mimi ndamwambia ukweli. Oga Obinna kuna vitu anazungumza. Saa zingine hata wale watu kama sasa unasikia unasema hapa nyuma ya kamera ni director Daya. Saa zingine utasikia sema, is that camera okay? Why is that camera not okay? You know, sometimes I don't like these things. And then atamwambia tu hapo live. Unaelewa? Saa zingine hata kama wana stream, unajua hiyo kitu hudhi sana. Na unajua sasa, unajua kama Daya anaweza acha kuwa director wako, maybe wewe ukapata director mwingine, yeye akapata kazi nyingine, maybe pesa inalipa vizuri. So si eti mmekosana, ila tu ni mapato kila mtu anatafuta. So unapata at times Oga Obinna will talk things that will hurt people. At times he will just leave the stage. Na unajua hakuna kitu mbaya kama wewe kuweka stage. Alafu mwenye unangojea a perform akuondoke. It really hurts. So mimi najua mwenye anaweza bonga mbaya ni Oga Obinna. Lakini unajua watu hata kujua ukweli ilikuwa iko wapi, manake hakuna mtu alijitokeza. Hata kusikia Oga Obinna akakuja akasema kwamba kuna shida ama nini. Yaani tu ni mshine yetu ya social media. Ni juu branding. Unajua Oga Obinna ana represent a number of companies. Hata wewe pali Oga Obinna anafanya hiyo show yake. Sio kila msee atenda pale ambie waseni aje, mimi ni brand fulani, ningependa kuwork na nyinyi mnipatie space ya kuwork. Not really. Not everyone. Si kuna watu wako na numbers huko nje. Why are they not doing what Obinna is doing? It's because it's not easy. So hizo manini, hizo ambazo ni za kazi tu lazima zitokee. It is very difficult aende ajitokeze aseme ati yo nimekosana na manziwa Facebook kwa sababu ya hivi. So atajaribu as much as possible to cover. Lakini sasa hivi tumeona show imerudi, mambo iko sawa. Unajua acha niwaambie, nyinyi unajua mjui michezo ya town. So hiyo kitu ilikuwa ni kama real, like literally ilikuwa real, but the backlash imepata. Unajua sometimes unaweza fanya kitu kama ikuwe kama clout, and clout inaeleweka. But kuna vitu zingine unafanya zina backfire. So kama hili backfire vibaya sana. There were people who are for Oga Obinna, there were people who are for Manzi wa Facebook. So to just calm it down for the benefit of both of them is to do what? Is to pretend ilikuwa tu ni clout, hatukuwa na serious, you know? Because if that clout has affected the two brands. Unaelewa? Because it divided people. Unajua Manzi wa Facebook alikuwa analeta wase wake, Oga Obinna analeta wase wake. So both parties were benefiting very very well. But due to that reaction walifanya ama wamefanya, come in future, should something happen that is serious, either one of them will stand or all of them will just be taken for granted, and that is not also good for business. You understand? So hii ni clout yenye li backfire, and I don't think it was a clout. Oga Obinna simsi apendi clout. Wacha nikwambie, Oga Obinna apendi clout. Akidu kitu ni either ameidu ama hajaidu. But hiyo ati michezo hapa na hapa, no, he's not that kind of a guy. Me, I'm telling you from the experience, he doesn't like clout. For what? Ndiye apate nini? Hiyo clout ingempatia mileage gani yenye hajafanya? Alafu ni already ni brand kubwa. Ni mtu wako na channel kama 10 na hakuna yenye kona less than 20,000. Unaelewa? Na hizo ni YouTube zote. So unaniambia ati afanye clout na Manzi wa Facebook. Ndio imuongeze nini? There was no clout. It's only that this division really has affected both parties. So it is just niaje bro, manze venye tu misbehave hapa, it is not working for us. Can we sit down and see this thing? Just like I advised last time, you know, if Manzi wa Facebook anadvaisiwa na tufala fulani that Oga Obinna is not fit ama anakula pesa mob kumshinda, anafaa ku understand ile ni platform ya Oga. Na Oga akichukua tuseme 600,000, pale kuna watu wameandikwa zaidi ya 11 I guess by now. Wote wanalipwa. Saa zingine cameras si zote zimenunuliwa, ni za kuhaya, zinafaa zipelekwe. Kuna editing inafaa ilipiwe. So unapata hata akichukua 600k akikupatia maybe 200,000, yeye mwenyewe labda ata end up na 100,000 kwa sababu after kulipa watu ndio show maintainiwe, a lot goes in. But wajinga wenye wanaona so unaona alipa 600,000, they don't know what investment is. So you end up listening to them and you ruin that something beautiful that was actually in creation. So for me nasema both parties now ni wakati wa Manzi wa Facebook, but initially hata bila Manzi wa Facebook, Oga has been running his show. Unaelewa? But kukosana wawili kiburi ni Oga.
Oga ni kiburi sana. Do you think they should continue working together? Yeah, they have the energy. Unaona, ni kama tu venye unajua sasa hivi unawaka hapa, maybe unaenda unaweka video, unapata iko na 10,000, 20,000 views. Tuanze kufanya video mimi na wewe. Unapata video inaruka to 80,000, 100,000. So ni haja gani uendelee kustruggle na mimi niendelee kustruggle na sisi tukifanya kazi pamoja, all of us inasonga. So it's better for me, I would say manzi wa Facebook na Oga Obinna, they are just that energy, unaona, ile ka click. Junior wengi organize work na wao. Na unapata si wote wako na such response. So au kuacha work together is very discouraging, you know. Like hata for the young ones, like mnafika hapa mnachana tu kiufala, alafu mnaruin career zenyu as easy as that. So yeah, I pray and hope that they continue working together as long as they can, so that by the time hata Oga Obinna chooses to pick on another girl or lady to work with, akiachilia huyu, akienda pale nje tunajua Oga ndiye ali rebrand manzi wa Facebook to be the brand she is today. Something beautiful. Yeah. Ulikuwa unaona ile show? Yes, I watched it. Yes, I watched was it. it? It was interesting. I always like to listen to English a lot. And Oga happens to be communicating in English. Because unaambiwa kizungu kizuri ya kisomi kwa darasa. Ni kwa kusikia. So me, I like where people speak a lot of English because I pick a lot of vocabularies. I use them later on in my communications. And it helps me to grow. So yes, and then also nilikuwa napenda Mama County. Though sikuwa napenda the character ya Mama County. I like it when ana mimi kwa say. Because aki play role ya Steve Simple Boy. Mi huipenda sana. So it was entertaining, it is entertaining. So they should keep doing that. Pia naona amerebrand Mama County. Hiyo ni after kupigwa lecture na Bamboo. Like I said, I watch. Alipigwa lecture, hey, Bamboo nikaa na ka US. Nilisikia kizungu yake. Wow, he has improved a lot from the Bamboo I knew. Nowadays I hear he's a pastor. Tuambie bro, tunasafa. So, yeah, I like to listen to Oga because of English. Yep. Na I think pia so many fans ni kama hii kitu iliwaingia na ikakuwa, yani waliibeba kwa roho. Because vile hii kitu ilitokea, kila mtu alikuwa anaiongelelea, even Kasipul did praise about it, but watu walikuwa wameiweka kwa roho sana. Ukipatikana tu naongelea demo wa Facebook unaambuliwa. Yeah, kwa sababu kale ka dem nika energy, ni energy yake saa hii. So ukijaribu kumdestroy, honestly speaking, ni nini mnatafutana na huyo mtoi? Unaelewa? Na manzi wa Facebook ni ngumu sana. Mimi husema kuna mademo wawili wenye wase wajuangi mimi ni beshte zao. Manzi wa Facebook na huyu mwingine mnajua Trudy. But you never see me coming so much close at because it is their shine. No, me wakini call anytime, we advise each other and okay, mostly I advise them. They have never advised me. Unsiwape sifa za uongo. Unaelewa? So their kids I have seen, they come wameparara. Kwanza Trudy alikuwa anafukuzwa kwa interviews. Amekuja hapo na kasimu na kastanda. Songa. Wewe songa, uone hiyo ni kamera. Unaona? Hata huyu dema alikuwa anafanya jokes zake za comedy. Yani anapata backlash sana. So wakati wameshajituma yenyewe kajipa, I don't think it is okay for anyone to try to bring them down. Actually, they have been fighting to try to change their lives. Na manzi wa Facebook, she's doing very good. Hata ni venye nilimwambia mambo yako siitaki kwa media. Trudy, we are very close. It's like my small sister. Nilimwambia any progress, kama unataka kisirani, weka huko nje. Wewe fanya vitu zako chini ya maji. Wacha tu mtu ajuange, guy, kwani udema kona gari siku hizi? Wacha hata ukijua uko na gari, wacha ubakie kusema ni ya haya. That is good, you are safe. But the moment somebody realizes you are doing something solid, manzi wa Facebook anapata backlash from people simply because anadu vizuri. Unaelewa? Not because amekosea mse. Hiyo backlash yote ni juu ameonyesha progress. Ndio mimi nimejengea madhi. Alafu kuna mtu amekaa kwa YouTube 20 years, kazi yake ni commenting. Keyboard warrior for 10 years. Unafikiria mzana anafurahia? Hafurahi. Alafu worse enough, yeye kuview video zake unajenga kwenyu. Lazima tu kukuwa na hizo bitter souls. So mimi nitaendelea kukadefend na Oga kikosea mimi nitamcorrect. Akifanya vizuri mimi nitamappreciate. He's your friend, right? Yeah, he's my friend and I have to be very honest with him.
brutally honest, because wote wenye wanamwekea maua wakati anakosea, they are praying for his downfall. But our true friend is mwenye akikuona, unaenda hivi, akwambia bro, hiyo njia naijua, lenga hiyo njia. Mwenzangu hapa yuko na swali. Ulizamo. Kuna kipindi tumeona kwenye mitandao ya kijamii kwamba Oga Obinna amekuwa akiwekwa na mama fulani, kwamba alikuwa amemnunulia ile gari ambayo ni Range ambayo tulikuwa tumeiona hivi karibuni. Wengi wakasema kwamba sasa imefika kipindi amefukuzwa kwa nyumba alafu ananyang'anywa ile gari. Sijui wewe kama mwamba ambaye anapenda kufuatilia masuala na kutuambia ukweli, sijui kama masuala haya yanakwaje. Akuchoma bwana. Anyway, most young men, ni ukweli huko nje, wacha tu niseme huko nje watu wengi sana wamewekwa, ya, na siwezi ku specifically pinpoint at Oga Obinna amewekwa, but kitu ni ambacho naweza kusema ni chenye najua na Oga, you don't come just out here and uttering words at yo umemweka, utatumia maloya. Oga utuma maloya haraka sana. So kama hajatumia ode maloya, kunaweza kuwa na some truth in it, okay? Kama hajamtumia, but most of the time unapatanga ndio hizo maleta zisha kuwa released, mabarua from a lawyer demanding apology or withdrawing statements from media, something of sort. Those are zingine pia unaona mtu ana haya gari just to maybe to hype the show ama to hype mafans wake, anawaambia nimebai gari, but saa zingine tu ni besha na kusaidia na gari. Hata mimi usaidiwa na gari sana, wase ufikiria mimi nimebai magari ama na waka kwa yard. Not really. Ni besha tu anakuambia tumia gari kidogo, si uko around, we fuel, tumia. So probably kunaweza kuwa na ukweli ama kunaweza kuwa, inaweza kuwa pia ni another kiki, unaelewa? But maboys wengi huku nje wamewekwa. Yeah. Hizo hatujui. Tutajua siku zinaposonga. Now truth, you've said that Oga Obinna is your friend and dem wa Facebook as well. Maybe what is your message? Unaweza waambiaje kiki zote ambazo zimeendelea katika mitandao ya kijamii, unaweza waambiaje? Sometimes clout ingine it's not helpful. It's not because in biashara Oga Obinna yuko pale kutafuta dem, manzi wa Facebook yuko pale kutafuta bwana, wako pale kibiashara. So you have to be very sensitive, especially when you are at peak, kwa sababu it is at peak when the business ama the market is so volatile. So wanafaa kuwa very careful, na kama ni kiki, some kinds of kikis wanadu, na kama kuna kukosana kutosikizana kikazi, isije kaletwa kwa media. Hizo vitu zinafichwa. Always kuna kuaga na extra room ya meeting, mnaenda huko mnatukanana, mnakasirishana, everyone akitoka kwa ile room ameji-express, because it's all about communication. Kisha bonga, kama ni ndio issue, kama ni kukua feel like you are being disrespected ama you're not being given enough time to express your role, talk those things privately kivyenyu. Mkikuja huku nje, hata mkiachana, watu wataanza kuuliza mbona siku hizo utoke kwa show? Mwambia sahi umekosana, sahi nimeamua ni do my thing, unaelewa? Lakini sio hiyo at equal in public, tukipendana tumependana public. And you know it's funny sana, I keep on reminding people, wakati Oga amekuja wakashikana na manzi ya Facebook, no one was talking until imeshika. Sasa wakati wa kuachana, everybody wants to give advice, unaelewa? So funny of us Kenyans. So me, what I advise is simple. Maneno ya siri kwa ya siri, na media ina siri. But you see, the funny thing, ama sijui ni okay, hawajakaa clear kwa media waseme kumekuwa hivi ama umekosana tu. Ni kipindi ambacho kilisimama tu, hiyo weekly show. Walipotuona imesimama, wambea nao ni kina nani tu, wakajijazia. So we are not sure. Unajua Oga na wako na watu wengi sana, na ukiwaka na watu wengi, information inakuwa leaked sana. So that is the problem yenye Oga ako nayo, anafaa kudeal nayo. Kama unaona pale hivyo kwa set, inafaa any worker anakam, anakuwa perused, no phones, no nothing, so that hizo simu zinaachwa maybe hapo kwa secretary na kila kitu, na wakue searched, because mtu atakuja na simu 2 ama 3, aache hapo 2 akuja na moja na ameka on recording. So that's why unapata wasa walikuwa shajua factual ni gani. Ni kwa sababu some of the workers there pia as well, si eti wanamfurahia sana, they are snitches. Yeah.
Na maybe vile umesema labda kuna dem anapanga kuwork na yeye ama kumgroisha pia. What can you tell her hata kama hatumjui? Labda kuna mipango kama hiyo. Respect your boss. Listen to your boss more because huyo ndiye anadetermine uteka food kwa meza aje. Hawa sisi wengine advisors, naysayers, be very careful. Not everyone that tells you that unadu poa, they really mean that. They want you to relax. They want you to actually drop from where you are. So the next lady should always be very vigilant and protective of her job and the boss. Unajua hata boss akiwa wrong tu uko tu bado right ukiwa on the wrong. Lakini don't try to go against your boss. Don't try to compete with your boss or try to size with your boss. Yeah. That's true. Well, maybe as we wind up, unaweza tuambia social media zako ili watu wakaweza kukufollow. Yeah, on YouTube, TWD-DCI, on Facebook, Truth Watchdog, on TikTok, TWD-DCI. Yep. Lakini kazi unaichapa bado? Tunaisukuma hata ya Joho tumeidrop sahi. Nimemtafutia video zake zote. Joho? Yes, Hassan Joho. Mkitaka kuona zile zenye labda mlisahau kuanzia 2000, tumeziokota zote, tumeziweka pamoja kama package, ndio sahi inatembea. So kama umewachilia ama bado? Nishawachilia. Mkikuja hivi nilikuwa nawachilia. Hauogopi DCI? Sijakosea, ni video zake mwenyewe. Ni video zake, mimi sijasema kitu, lakini nimemkumbusha tu. Kwa hiyo wakati wote walikuwa wanatuambia president ni muongo, ni mwizi, yalikuwa ni maneno ya uongo. Yes, sasa atufafanulie kwa sasa. Na siku hizi nakuona uko kwenye lane ya siasa sana. Labda una mpango gani? Nataka ni learn kwanza from a distance. The more I analyze, the more I learn. Then maybe in future if God allows me, mimi ningependa kukuwa chief wa kwetu sana. Chief, unataka tu chief, sio MCA? Ndio nikikuwa na wife wangu anaitwa bibi ya chief. Hapana, MCA ni wezi na ni watu useless sana kwa society. In fact, hiyo kitu MCA inafaa kuwa crushed from the constitution and the system. Hakuna kitu anasaidia. The only persons wenye anaweza taka wabaki hapo ni senators. Na any MP anafaa kuwa alimaliza at least akuwe na college fulani. Watu mnokoto huko kina Oscar Sudi. Kuandika China anaandika from behind. Rafiki yangu hapa, acha nisimtaje, lakini hata yani alipata D minor, alama Daudi mtoka shingo. Alafu kwa pale una make laws, you know? It doesn't really make a lot of sense. Wow, thank you so much, Truth. Msalamia Jalango, mwambie nataka kazi ya driver ya boss. Wewe ni dereva pia kwani? My license is always here. You didn't know? I work with where is my ID? Iko hapa. I work with my license every day. Wow. Yes, mimi ni driver. Nilikuwa na bebata Morara. Morara Kebaso? Yes. Ni venye unajua ukiwa kazi, sura ni ya kazi. Ni kweli. But I'm a very serious driver. Nilipigwa matia gas, nikavamiwa, but I made sure my passengers are okay. Hilo ni jambo la busara sana. Kwa hivyo tumeshukuru sana Truth kwa muda wako. Tunajua una shughuli mingi lakini umetenga muda huu kuzungumza nasi. Hakuna shughuli ziko, mtupatie shughuli. Wapatie shughuli. Na bado naulizia kama kuna mtu anaweza sponsor mtoi moja, nita appreciate nimpatie account za shule. Baadaye bado uko na watoi? Yes, niko na wangu biologically 2 of them. Alafu 3 I'm intending to drop 2. Unfortunately due to financial constraints. So lakini haka kamoja Makena najaribu ku make sure that naomba hapa na pale to patch to make sure kanasoma. Yep, but the 2 form 2 and form 3 naona ngumu kidogo. Geo economy na kupoteza accounts zangu. Hiyo ndio kurudisha chini. Menilima. Lakini tunakutakia kila laheri ukaweze kufaulu. Amina. Thank you so much guys for tuning in to Jalango TV. I've been talking to Truth Watchdog. My name is Eddie Max and behind the camera is Director Daya. Thank you.